Moja ya kitu ambacho Aisha Speed hawezi kukisahau inawezekana kwenye career yake ni baada ya kuja kufanya tour barani Afrika katika yale mataifa 20. Aisha Speed alikuwa anafanyiwa interview huko na moja ya podcast Marekani huko. Akawa anaulizwa kuhusiana na tour ya Afrika. Unajua kitu ambacho nilishaye kuzungumza, Aisha Speed kama ameenda kuifungua dunia kuhusiana na bara la Afrika. Watu wengi wanaamini Afrika ni taifa, sio bara. So umeenda kuaminishwa kumbe Afrika kuna mataifa mengi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, watu wengi walikuwa hawaoni kwamba Afrika imeendelea na vivutio vingi, lakini baada ya kuja Aisha Speed ameenda kuifungua dunia na kuonyesha vivutio kutoka barani Afrika. Sasa akaulizwa, katika mataifa ambayo ulienda, taifa lipi ambalo unaona ndo wow, yani ile noma. Unajua Aisha Speed amezungumza na kusema baada ya kuja kufanya tour barani Afrika, katika taifa ambalo yeye anaona walitisha sana na alipata zaidi ya mashabiki karibia 30,000 kutoka kuja kumfuatilia, amelitaja taifa la Kenya. Anasema zaidi ya mashabiki 30,000 walitoka nje kuja kufuatilia content zake na kuja kutaka kukutana naye. Kwa amesema katika taifa ambalo lilimkosha na hawezi kusahau ni Kenya. Nakumbuka Kenya ndio alipata subscriber wengi sana kwenye akaunti yake ya YouTube, na mimi nilizungumza Kenya inawezekana ndio taifa namba 1 ambalo Aisha Speed alipata mapokezi makubwa. Lakini nyingine nikataja Afrika Kusini, umeelewa? Nikataja Nigeria, nikataja Ghana na nikataja Morocco. Na katika taifa ambalo inawezekana alipata watu wachache sana, labda Rwanda, Mozambique. Anahisi alipata watu wachache sana. Lakini taifa la Kenya kiukweli walifanya jambo kubwa, na mpaka sasa hivi Aisha Speed anazungumza kama moja ya iconic. Yani hata picha anaambiwa zile picha ambazo walipiga, unajua alikuwa anasimama kwenye gari alafu anafanya hivi kwamba angalieni watu walivyojaa, na wote ni mashahidi. wa Kenya walikuwa wamejaa wengi sana, lakini pia walimpokea vizuri kwa sababu taifa pekee ambalo walipewa hospitality kubwa ilikuwa ni Kenya, kwa sababu even atafuta mpaka helicopter akawa anazunguka kwenye jiji la Nairobi. Yuko live, anaonyesha jiji la Nairobi live, unajua. So it was amazing kiukweli. So hata mimi na admit kwamba Kenya ndio ilikuwa ni taifa ambalo Aisha Speed alipata mapokezi ya mashabiki wengi sana.